Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo tumekuja tena katika ibada hii ya asubuhi, na tunaendelea na tafakari yetu ya maneno ya Mungu na maisha yetu ya uhusiano wetu na Mungu katika ibada na katika agano ambalo limefanyika kwa Yesu Kristo. Tumekuwa tukitazama habari ya madhabahu na msalaba. Madhabahu na msalaba, tukilinganisha mambo ambayo yalifanyika katika madhabahu katika agano la kale na sadaka zilizotolewa katika madhabahu na makusudi ya zile sadaka, na madhabahu au sadaka iliyotolewa katika agano jipya ambayo ni Yesu Kristo mwenyewe aliyejitoa katika msalaba akayatoa maisha yake kuwa sadaka. Tunaangalia mambo ambayo tunayapata katika alama hizi muhimu katika mafundisho ya Biblia. Tulisoma mstari wetu wa msingi kutoka katika waraka kwa Waebrania sura ya 1, mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 3 ambao nitaurudia. Waebrania sura ya 1 mstari wa 1 mpaka mstari ule wa 3. Neno la Mungu linasema, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kuliko malaika kwa kadiri ya jina alilolirithi lilivyo tukufu kuliko lao. Hapa msingi wetu tunaweka juu ya jinsi Mungu alivyojifunua na kuzungumza nasi katika kipindi cha agano la kale, na mwisho wa siku hizi katika agano jipya amezungumza nasi katika mwana. Pia tunaangalia jinsi ambavyo Mungu amejifunua katika sadaka, katika dhabihu, katika matoleo yaliyotolewa katika agano la kale kwa ajili ya kudumisha mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu, kwa ajili ya kupata msamaha wa dhambi, kwa ajili ya kumtolea Mungu sadaka kama Mungu, kumwabudu, na kwa ajili ya kupata utakaso. Jinsi ambavyo ilifanyika katika agano la kale, na mwisho wa siku hizi jinsi ambavyo imetimia katika Kristo Yesu. Mstari ambao pia tumeuangalia sana ni katika Waebrania sura ya 10 mstari ule wa 10. Anasema, katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Jambo ambalo linaonyesha kwamba sadaka ambayo ametoa Yesu Kristo, mwili wake aliutoa mara moja tu kwa ajili yetu, na ni sadaka toshelevu ambayo inatosha kwa milele, kwa makusudi ya sadaka zile ambazo zilikuwa zikifanywa katika agano la kale, na zaidi ya pale kwa wigo ambao sasa hivi sadaka ya Yesu Kristo, dhabihu aliyoitoa mwenyewe pale msalabani, inatosha kwa ajili ya si taifa la Israeli tu, bali kwa ajili ya ulimwengu wote
kwa kila atakaye muamini. Leo nitafakari tena kwa undani kidogo juu ya madhabahu katika Agano Jipya. Katika Agano Jipya, madhabahu ya kimwili inakuwa ina uzito tofauti au inapoteza uzito ukilinganisha na madhabahu ya kiroho. Hata hivyo, madhabahu inabaki kuwa na maana ikibadilika kuwa ukweli halisi wa kiroho. Ile madhabahu ya Agano la Kale, maana yake inabadilika, inakuwa ni madhabahu yenye ukweli halisi wa kiroho. Kuna maana pana zaidi ya madhabahu, na katika jinsi ambavyo tumejifunza juzi na jana, nimechukulia madhabahu kwa maana moja ambayo ndio maana kuu ya kwamba ni mahali pa kutolea dhabihu, mahali ambapo sadaka za kuchinja zilikuwa zikitolewa. Kwa tafsiri ya asili, maana ya neno hilo lina maana kwamba madhabahu ni mahali pa kuchinjia, mahali pa kutolea dhabihu. Sasa Yesu amekuja, amekufa msalabani katika agano hili jipya alilolifanya kwa damu yake. Madhabahu ile ya zamani, madhabahu ile ya Agano la Kale, haibebi na maana hiyo hiyo katika Agano Jipya katika kanisa kwa jinsi ya mwili. Katika Wafilipi mahali fulani Paulo ameandika kwamba sisi tunamwabudu Mungu kwa roho, wala hatutumaini mwili. Kwa hiyo mambo ya kuhusiana na Mungu katika ibada na katika madhabahu, swala la kutoa sadaka au dhabihu, sasa hivi hatutoi dhabihu ya damu kila tunapokwenda mbele za Mungu, bali damu ile ya Yesu Kristo inatosha, kama tulivyoona pale katika Ufunuo wa Yohana anaposema kwamba yeye ambaye alitupenda akatuosha dhambi zetu kwa damu yake na akatufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu ambaye ni baba yake. Ukuu na uweza vina yeye tangu milele na hata milele. Ziko nukuu kadhaa katika Agano Jipya kuhusiana na madhabahu. Tunafahamu kabisa kwamba katika Matendo ya Mitume pale mwanzoni tuliona waumini wa Kristo kina Petro, Yakobo, kina Yohana walikuwa wakiingia katika hekalu lile lilikuwepo kabla ya hapo, na naamini pale ilikuwepo madhabahu, lakini hapo Yesu alikuwa amesha toa dhabihu yake. Kwa hiyo dhabihu kama ingetolewa dhabihu ya namna ile ya zamani, isingekuwa na mguso wowote wala maana yoyote tena. Pia katika Biblia kama katika Matendo ya Mitume sura 17 mstari wa 23 iko nukuu inaonyesha kwamba zilikuwepo pia madhabahu za kipagani. Paulo alipokwenda kule Athene akaiona madhabahu moja imeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Kwa hiyo kuna dhana hiyo ya kwamba ilionekana madhabahu na ilikuwa ni madhabahu ya kipagani. Haya mambo ambayo Mungu ameyafunua kwetu, ambayo tunayafanya katika kuhusiana naye, uko wakati ambapo hata upande mwingine wa miungu au upande wa wapagani huweza kuwa na namna ya nakala ya vile ambavyo vinafanyika katika kufanya mambo ya kiroho. Lakini katika Biblia tunasoma katika Ufunuo wa Yohana sura ya 8
mstari wa 3 mpaka wa 5 juu ya madhabahu ambayo imeonekana mbinguni. Ufunuo wa Yohana sura ya 8, nasoma kuanzia mstari wa 3. Biblia inasema, Ufunuo wa Yohana mlango wa 8 mstari wa 3. Na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu, mwenye chetezo cha dhahabu, akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mikononi mwa malaika. Na huyo malaika akakitwaa kile chetezo, akajaza moto wa madhabahu, akautupa juu ya nchi. Kukawa radi na sauti na umeme na tetemeko kuu. Na wale malaika wenye baragumu 7 wakafanya tayari ili kuzipiga. Malaika wa kwanza akapiga baragumu, kukawa mvua ya mawe yaliyotangamana na damu, vikatupwa juu ya nchi. Theluji na nchi vikatetemeka, na theluthi ya miti ikateketea, na majani mabichi yakateketea. Hapa tu ni nukuu ambayo inaonyesha uwepo wa madhabahu mbinguni, ambayo Yohana aliiona katika roho. Anasema, nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Na hayo maono aliyoyaona, mojawapo kule mbinguni aliiona madhabahu, na palikuwa na ibada ambapo malaika walichukua uvumba na chetezo, wakaweka ule uvumba kwa ajili ya kuwa harufu ya manukato mbele ya kiti cha enzi. Na hapo anasema kwamba walichanganya pamoja na maombi ya watakatifu. Bwana asifiwe. Yale maombi ya watakatifu yalichanganywa pamoja na ule uvumba kwenda mbele za Mungu kuwa harufu nzuri, harufu ya kumpendeza Mungu. Hii ni nukuu nyingine ambayo tunaiona inayozungumzia madhabahu katika Agano Jipya, kwamba ni kitu ambacho sasa kipo rohoni zaidi kuliko madhabahu ambayo iko katika mwili, kuliko madhabahu ambayo inatolewa sadaka katika jinsi ya mwili. Bwana asifiwe. Ukisoma Biblia katika Agano Jipya kuanzia Mathayo kwenda mpaka Ufunuo, utakapokuta ambapo madhabahu imetajwa, hasa baada ya Yesu kufa pale msalabani, haizungumzwi tena madhabahu katika muktadha wa kutolea sadaka au dhabihu kwa ajili ya mahusiano yetu na Mungu. Yesu alizungumza habari ya madhabahu kwamba unapokwenda kutoa sadaka, kama una neno na mtu, uiache sadaka yako madhabahuni uende ukatengeneze. Mahali fulani alizungumza habari ya Zekaria ambaye aliuawa kati ya patakatifu na madhabahuni. Hilo neno madhabahu likatokea. Lakini pia katika Waebrania sura ya 13 kuna jambo la muhimu sana ambalo tulione leo. Mstari wa 10 anasema, tuna madhabahu ambayo wale wanaohudumu katika hema hawana haki ya kula nayo. Madhabahu hii ni madhabahu ambayo naomba nisome kabisa huu mstari badala ya kunukuu. Waebrania sura ya 13 mstari wa 10. Waebrania sura 13
mstari wa 10 anasema, tuna madhabahu ambayo wale wahudumuyo ile hema hawana ruhusa ya kula vitu vyake. Maana wanyama wale ambao damu yao huletwa ndani ya patakatifu na kuhani mkuu kwa ajili ya dhambi, viwiliwili vyao viliteketezwa nje ya dhambi. Kwa ajili hii Yesu naye, ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe, aliteswa nje ya lango. Basi na tutoke tumwendee yeye nje ya kambi, tukichukua shutumu lake. Maana hapa hatuna mji udumuo, bali tautafutia ule ujao. Anasema kwamba iko madhabahu ambayo hao wanaohudumu hawana haki ya kuvila au kushiriki vile vitu ambavyo vimetolewa pale. Juzi tulizungumza kwamba kulikuwa na sadaka ambazo zilikuwa zinatolewa, ambapo sehemu ya ile sadaka, yule mnyama, walikula wale watu ambao walikwenda kuabudu katika sadaka ya amani. Vile viwiliwili vya yule mnyama havikuteketezwa, ila walishiriki kama chakula cha amani, kuonyesha kwamba wana ushirika na Mungu akiwakilishwa na wale makuhani. Lakini nasema sasa hivi tunayo madhabahu ambayo si hii ya kimwili, ambapo wale ambao wanahudumu wanaweza kuvila vyakula vyake, bali ni madhabahu iliyo katika roho. Bwana asifiwe. Ukiendelea katika sura hiyo hiyo ya 13, hapa chini nafikiri ni mstari wa 16, anasema, lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Bwana asifiwe. Anasema kwamba wala msiache au msisahau kutenda mema na kushirikiana. Kule kushirikiana ni kuwa na ushirika, kuwa na kukutanika pamoja. Kwa maana sadaka kama hizi ndizo zinazompendeza Mungu. Kwa hiyo sasa hivi Biblia inatueleza kwamba tunapaswa tuitoe miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu kwa Mungu. Ndiyo ibada yetu yenye maana. Tunamtumikia Mungu katika roho. Tunamtumikia Mungu katika kule tunapokusanyika pamoja, kule tunaposhirikiana, kule ndio tunashika nafasi yetu ya kudumisha mahusiano yetu na Mungu. Biblia inasema kwamba basi na tumtolee Mungu dhabihu za sifa daima, yaani midomo inayolikiri jina lake. Kwa hiyo kule kukiri jina la Yesu, kule kutamka katika midomo yetu, kule kutoa sifa kwa Mungu, kule kutaja yale matendo makuu ambayo Mungu ameyafanya na kutaja vile Mungu alivyo, hiyo ndiyo ibada ambayo inampendeza Mungu. Iko katika namna ya rohoni zaidi kuliko katika namna ya mwilini. Anasema kwamba siku zinakuja na sasa zipo ambapo wamwabuduo Mungu halisi watamwabudu katika roho na katika kweli. Kwa maana Baba anawatafuta watu wa namna hiyo ili wamwabudu katika roho na katika kweli. Mambo ya roho hayako katika namna ya vitu vya kushikika, vitu vya mwilini, yako katika vitu vya rohoni ambapo vinahitaji imani. Yesu akasema kwamba maneno haya niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Roho, mambo ya rohoni yako katika neno. Anasema kwamba tukiyatafakari mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Kwa hiyo ili tuweze kumwabudu Mungu katika roho, inabidi tumwabudu Mungu sawa sawa na neno lake. Anasema kwamba tumtolee Mungu dhabihu ya midomo inayolikiri jina lake, dhabihu ya sifa daima, midomo inayolikiri jina lake.
Bwana asifiwe. Katika Ufunuo wa Yohana pale anasema kwamba nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Ushindi upo tayari, damu imekwisha kumwagwa. Ni damu ya mwanakondoo ambayo amejitoa mara moja kwa ajili ya vizazi vyote kwa milele. Na sisi kuabudu kwetu, kushinda kwetu, kutembea kwetu katika ibada ndani ya Mungu kunaendana na kile ambacho tumekiamini katika mioyo yetu. Na kile tulichokiamini katika mioyo yetu tunakitoa katika vinywa vyetu. Anasema lile neno la ushuhuda, kutoa ushuhuda juu ya kile ambacho Yesu amefanya kwa habari ya ukombozi wetu. Kile ambacho Yesu amefanya pale msalabani, huo ndio ushindi. Anasema neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Ni nguvu ya Mungu kwa sababu neno lile linatupa kutafakari na kuelewa ya kwamba tunaweza kumtumikia Mungu na kumwabudu Mungu katika roho. Bwana asifiwe. Mtazame huyo aliyeangikwa juu, hivi sasa upate ishi. Wenye dhambi dhaifu mtazame tu, wala usifanye tashwishwi. Tazama, tazama, tazama uishi msalabani. Mtazame huyo aliyeangikwa juu, hivi sasa upate ishi. Basi tusimame, tupeleke haja zetu mbele za Mungu. Biblia inasema kwamba kule mbinguni ule uvumba ulichanganywa na maombi ya watakatifu. Bwana asifiwe. Maombi yetu yanaleta harufu nzuri mbinguni. Maombi yetu yanatimiza takwa la ibada kwa Mungu. Tuombe kwa ajili ya ulinzi wa Mungu katika familia zetu. Tuombe Mungu akapate kukutana na haja za watu katika familia zetu. Shida ambazo zimekuwa kwa muda mrefu, basi Mungu akapate kufanya jambo katika siku hizi za Pasaka. Tuombe kwa ajili ya safari, watu wengi wasafiri, kuna wenzetu watakaoenda katika National Conference. Tuombe kwa ajili ya huduma ambazo zitafanyika katika makanisa. Tuombe kwa ajili ya ufunuo wa jinsi ambavyo binafsi na kama kanisa tunapaswa kumwabudu Mungu katika roho pasipo kuitumainia miili yetu. Baba, katika jina la Yesu, jina lile linaozidi majina yote, jina lile peke yake ambalo tumepewa wanadamu chini ya mbingu, linalotupasa sisi kuokolewa kwalo, jina hilo ambalo Bwana wa mbinguni ni kuu, jina ambalo umelirithi baada ya kufanya utakaso wa dhambi kwa damu yako mwenyewe katika mti ule wa msalaba, na wewe ukatangaza ya kwamba imekwisha, na wewe ukamnunulia Mungu watu, ukawafanya kuwa falme na makuhani. Mungu mtakatifu wa mbinguni, nao wanatawala katika nchi. Nasi tunakuja mbele zako Bwana wa mbinguni kama kanisa lako, kama watu wako ambao umetununua kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Nasi Mungu mfalme wa mbinguni, tunaliitia jina lako sawa sawa na neno lako linavyosema ya kwamba kila alitiaye jina la Bwana ataokolewa, kila alitiaye jina la Bwana ataponywa. Nasi Mungu mfalme wa mbinguni, tunalitazama neno lako linasema kwamba ombe nini kwa ninyi mpate kuponywa. Nasi Bwana wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa imani, tukiomba kwa ajili ya familia zetu, tukiomba Bwana wa mbinguni kwa ajili ya ndugu zetu, tukiomba kwa ajili yetu wenyewe Bwana, kwa ajili ya mahitaji yetu na shida zetu tulizo nazo siku kwa siku Bwana wa mbinguni, hasa yaliyokaa muda mrefu. Baba, tunalitia jina lako Bwana wa mbinguni kwamba Bwana wa mbinguni
mbinguni kipindi hiki cha Pasaka, tukakuone tena Mungu mfalme wa mbinguni ukifanya jambo, mambo mawili matatu manne Bwana wa mbinguni ambayo yalikaa muda mrefu Bwana, tukawe na ushuhuda Mungu kwamba umetenda, nasi Bwana wa mbinguni tukaendelea kuona ushindi kwa ile damu ya mwana kondoo na kwa neno lile la ushuhuda juu ya yale ambayo umetenda kwa ajili yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaomba Mungu mfalme wa mbinguni kwa ajili ya kipindi chetu hiki cha Pasaka Bwana, katika siku hizi ambazo tunatafakari ukombozi wetu Mungu. Baba, tunaweka mikononi mwako programu zile ambazo zimewekwa kwa ajili ya kazi yako Mungu. Tunaomba ukapate kuonekana Mungu. Tunaomba Bwana wa mbinguni ukapate kuwagusa watu wako Bwana, ukapate kutuimarisha katika imani yetu, ukapate kutuimarisha katika kutafuta wewe, katika kuyapata manufaa ya yale ambayo Yesu amefanya kwa ajili yetu katika msalaba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ukapate kubariki ibada zetu Bwana, ibada zote Mungu mfalme wa mbinguni katika kanisa lako, watu wako wanapokutana Bwana katika roho Mungu mfalme wa mbinguni ukapate kuwahuisha, ukapate kuinua mioyo yao Bwana na roho zao Mungu mfalme wa mbinguni, ukapate kutuimarisha Mungu mfalme wa mbinguni, ili Bwana tukapate kutembea katika nguvu yako na katika utukufu wako Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, pia Bwana tunakutolea sadaka ya shukrani, mioyo Bwana wa mbinguni ya kushukuru kwa yale ambayo umetenda kwa ajili yetu Mungu mfalme. Baba, naomba ukapate kuzibariki sadaka hizi, ili Mungu mfalme wa mbinguni zikapate kuifanya kazi yako na ufalme wako ukapate kuendelea, zikapate kukuzalia matunda. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, jina linalozidi majina yote Mungu wetu, tunaomba yote haya na kushukuru. Amen.